Karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia siku ya leo. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeamuru tarehe 19 Mei mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu apelekwe mahakamani kwa ajili ya kesi yake badala ya kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Beno Malisa amewashukuru madaktari bingwa 36 walioweka kambi katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa kwa wananchi kwa kuunga mkono juhudi za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora. Katika michezo ni rasmi sasa, bodi ya ligi nchini imepanga tarehe mpya ya mchezo wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Yanga dhidi ya Simba uliokuwa uchezo Machi 8 mwaka huu, ambapo sasa utachezwa tarehe 15 Juni mwaka huu. Mtazamaji, taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo, na uko nami Ana Msumeno. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Beno Malisa amewashukuru madaktari bingwa 36 walioweka kambi katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa kwa wananchi kwa kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan za kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora. Madaktari hao kutoka mikoa inayojumuisha Ruvuma, Njombe, Mbeya na Songwe wameweka kambi hiyo ambayo inafanyika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya, na watatoa huduma hizo kwa muda wa siku 5. Zaidi na Sara Mwambepo. Akizungumza na wananchi waliofika kwenye hospitali hiyo tayari kwa ajili ya kupata matibabu, ambapo wamewataka wananchi kuchangamkia fursa hiyo ili kuokoa gharama ambazo wamekuwa wakizitumia kufuata huduma sehemu za mbali. Aidha, mkuu huyo wa wilaya amewataka wananchi kuchangamkia fursa hiyo mapema badala ya kusubiri siku ya mwisho ambayo wengi wao wamekuwa wakiomba muda uongezwe, jambo ambalo haliwezekani. Mmefanya vyema sana. Naomba pia muwaambie huko majumbani, wale wagonjwa walioko majumbani kwa sababu mbalimbali, kwamba ipo timu kutoka kwa Mheshimiwa Rais imekuja kuwahudumia. Nilitaka niwahamasishe hao hakikishe hawaachi mtu nyumbani, umwachi jirani, umwachi yoyote mwenye tatizo ambalo unadhani hapa akija atapata suluhisho. Kwa upande wake, mganga mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya Dr. Abdalla Mbaga amewakaribisha madaktari bingwa na bingwa bobezi waliofika katika hospitali hiyo, huku akiwatoa hofu wananchi kuwa huduma zitatolewa bila upendeleo. Nchi kwa watu wa huduma ambao wapo watapita, mtapata maelekezo ili tusikae sana kwenye foleni hii, twende kwenye foleni ya huduma. Kwa hiyo mtatoa utaratibu na naamini utaratibu ni mzuri. Sara Mwambepo, Dream Media. Na asante sana Sara Mwambepo. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeamuru tarehe 19 Mei mwaka huu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu apelekwe mahakamani kwa ajili ya kesi yake badala ya kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Uamuzi huo umetolewa leo Jumanne Mei 6 na Hakimu Mkazi Mwandamizi Geoffrey Muhini wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa ajili ya kutolewa uamuzi, akisema kwa misingi ya utoaji haki mshtakiwa huyo atatakiwa kupelekwa mahakama ya Kisutu ili aweze kusikiliza kesi yake kwa njia ya kawaida. Claudi Elias na taarifa zaidi. Akizungumza nje ya mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, wakili Dr. Lugemeleza Nshala amesema uamuzi huo ni sahihi na kwamba mwenyewe Tundu Lissu amekataa kusikilizwa kwa kesi hiyo kwa njia ya mtandao. Antipas Lissu aletwe mahakamani Kisutu na aweze kusikilizwa, kesi yake isikilizwe mbele ya pande zote, kwamba upande wa utetezi, upande wa mashtaka na vile vile mahakama iwepo, umma uwepo uweze kuhudhuria kesi hiyo. Sasa kwa masingio basi ile amri ambayo ya kusikilizwa kesi hii kwa njia ya mtandao ambayo ilikuwa imetolewa na hakimu mnamo ile tarehe 23 na 24 ya mwezi ule wa 4, ile amri imewekwa pembeni na mahakama imeamuru kwamba kesi hii itakuendelea sasa kuanzia tarehe 19 ya mwezi huu wa 5 2025 itasikilizwa kwa njia ya mshtakiwa kuwepo mahakamani, kwamba Tundu Antipas Lissu atatakiwa aletwe na mkuu wa gereza la Ukonga kwamba. Naye wakili Peter Kibatala ambaye pia ni miongoni mwa jopo la mawakili wanayomtetea Tundu Lissu amesema umma una haki ya kushiriki mwenendo wa kesi hiyo na kuwataka wale wanaofika mahakamani
ukuwa watulivu wakati wakifuatilia kesi hiyo. Kama jopo. Kwa hiyo nafikiri at least katika aspect hiyo hatuna deni. Sasa kunapokuwa na haki kuna responsibility pia. Kwa hiyo watu wetu tunawaomba kwa sababu masharti ya mahakama ni kwamba wale wanaokuja kuhudhuria wajiconduct properly, yani wajitahidi kuwa na nidhamu. Sasa wasituangushe sisi ambao tumevuja jasho na damu mpaka kufikia uamuzi huu. Watakapohudhuria tarehe 19 waje kwa utulivu ili wasitoe kisingizio kwa mtu awaye yote. Awali wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Isa alieleza mahakama hiyo kwamba shauri hilo limekuja kwa ajili ya kutajwa na upelelezi haujakamilika, lakini pia mshtakiwa Lissu amegoma kushiriki kesi hiyo kwa njia ya mtandao kutokea gereza la Ukonga. Kwa upande wake Juma Mwaibako ambaye pia ni mkuu wa gereza la Ukonga amedai kuwa mtuhumiwa amekataa kusikiliza shauri hilo kwa njia ya mtandao. Kesi hiyo ya uhaini imetajwa leo Mei 6, 2025 mbele ya hakimu mfawidhi Franco Kiswaga ambaye pia ameahirisha kesi hiyo hadi Mei 19, 2025 huku akiutaka upande wa serikali kukamilisha upelelezi. Claudia Riasim, Dream TV. Na asante sana Claudia Elias kwa taarifa hiyo. Baada ya jana Wizara ya Ujenzi kuwasilisha bajeti yake bungeni jijini Dodoma, mbunge wa jimbo la Musoma vijijini mkoani Mara Profesa Sospeter Muhongo ameishauri serikali kuona namna ya kukopa fedha kutoka benki za ndani ambazo ina hisa ili kujenga miradi mingi ya barabara. Akizungumza leo bungeni jijini Dodoma, Profesa Muhongo ameishauri pia serikali kuiongezea fedha wizara hiyo ili kupunguza mzigo kwenye ujenzi na ukarabati wa barabara ambao umekuwa ukifanyika mara kwa mara. Aidha, ameishauri pia serikali kukopa fedha kutoka nje ili barabara zinazojengwa zijengwe kwa kiwango kinachostahili ili kuepuka maboresho ya mara kwa mara ambayo yamekuwa yakifanyika kwenye barabara mbalimbali nchini, huku akishauri pia serikali zijengwe barabara za njia 4 badala ya njia moja kuepuka msongamano wa magari. Chanzo cha 4, hauwezi ukakwepa kukopa nje. Na hili la mikopo jamani lisiwatie homa sana. Tutaliongea kwenye budget. Tuna takwimu ya mikopo ya manchi makubwa duniani hapa. Kwa hiyo na sisi tusiogope kukopa ili mradi hiyo mikopo ili mradi hiyo mikopo itumike kama inavyostahili. Na mikopo mizuri hapa mwenyekiti ninayoongelea ni mikopo ile ya riba kidogo ambayo ni ya 0.05 mpaka 3% concessional loans. Hiyo ndio mikopo ya World Bank, mikopo ya IMF, mikopo kama hiyo tuichukue, tujenge barabara, tusambaze maji, tusambaze umeme. Na chanzo cha 4 ni EPC plus Z. Yani E ni engineering, P procurement, C ni construction na financing. EP plus Z, EPC plus F. Mheshimiwa mwenyekiti, huu ni mtindo unatumika sehemu nyingi sana duniani. Mnamtafuta mtu ambaye ana fedha, ana uwezo wa ujenzi wa barabara, mnampatia barabara, anajenga, mnalipana polepole. Lakini hapa tahadhari ni kwamba usiende kwenye EPC plus F wakati wewe hujui gharama za barabara yako. Kwa mfano mimi Msoma vijijini wakija, najua barabara langu ni dola milioni 53. Kwa hiyo mimi naweza kumpokea kwa sababu tayari najua gharama za barabara. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brownie Tinda. Mji wa Poti Sudani, makao makuu ya serikali inayoongozwa na jeshi la Sudani na kitovu cha misaada ya kibinadamu kwa nchi hiyo, umekumbwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwa siku ya 3 mfululizo. Wanajeshi wa Sudani wamewalaumu waasi wa RSF kwa kuhusika na mashambulizi hayo, japo kundi hilo halijakiri kuhusika.
Maelfu ya watu wameuawa katika miaka miwili ya vita vikali kati ya jeshi na RSF na zaidi ya milioni 12 wamekimbia makazi yao. Mashuhuda wanaripoti kuona moshi mkubwa mweusi ukifuka kutoka maeneo tofauti jijini humo, ikiwa ni pamoja na eneo linalozunguka bandari kuu na uwanja wa ndege. Mashambulizi hayo yametatiza usafiri katika eneo hilo. Ndege hizo zisizo na rubani zinaripotiwa kulenga kituo cha umeme na hoteli. Hadi siku 3 zilizopita mji wa Port Sudan ulikuwa kimbilio la maelfu ya Wasudani waliotoroka makazi yao. Ghasia za hivi karibuni zimevuruga hali ya utulivu walioupata katika mji huo, kwani vita vimekuwa vikiendelea kwa zaidi ya miaka miwili. Mashambulizi hayo ya ndege yasiyo na rubani hapo awali yalilenga ghala la mafuta na kambi ya kijeshi. Na Rais John Mahama wa Ghana amewaonya mawaziri na wateule wengine zaidi ya 40 wa serikali yake kuwa watafutwa kazi ikiwa watashindwa kuweka wazi mali wanazomiliki ifikapo kesho Jumatano ya tarehe 7 Mei, ambayo ndio siku ya mwisho iliyowekwa kwa ajili ya zoezi hilo. Tangu alipoapishwa kuwa rais mwezi Januari, Mahama ameahidi kupambana na ufisadi wakati akijaribu kuimarisha uchumi wa nchi hiyo. Akihutubia hadhara siku ya Jumatatu, rais wa Ghana amesema wale watakaobainika kwenda kinyume na tarehe ya mwisho ya kuweka wazi mali wanazomiliki kufika kesho, ambayo awali ilikuwa Machi 31, hawatapokea mshahara wa miezi 4 kama adhabu na mwezi mmoja kuchangia kwa lazima mradi wa mfuko mpya wa kusaidia masuala ya matibabu maarufu nchini Ghana kama Mahama Cares. Katika hotuba yake hiyo, mahakama aliahidi kuwa onyo hilo si la mzaha na litatekelezwa, na akaongeza kwa kusema sitosita kuchukua hatua kali na madhubuti bila kujali nani anahusika. Kanuni mpya za maadili zilizowekwa na serikali mpya ya Mahama ni kwa wateule wote wa kisiasa, wakiwemo mawaziri, manaibu waziri, wafanyakazi wa ofisi ya rais na rais mwenyewe. Watetezi wa masuala ya utawala bora wameipongeza hatua hiyo kama jambo ambalo halijawahi kutokea katika historia ya Ghana. Na mtazamaji, huyo ni Brown Itinda katika habari za mataifa mbalimbali. Katika michezo ni rasmi sasa, bodi ya ligi nchini imepanga tarehe mpya ya mchezo wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Yanga dhidi ya Simba uliokuwa uchezwa Machi 28 mwaka huu, ambapo sasa utachezwa rasmi tarehe 15 Juni mwaka huu. Huyu hapa John Jerome akikuletea habari za michezo. Katika michezo, bodi ya ligi imetoa taarifa rasmi ya mchezo wa Yanga dhidi ya Simba ambao kiratiba ulipaswa kucheza siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 3, lakini ukawa umeahirishwa. Bodi ya ligi rasmi wametoa taarifa ya mchezo huo kwamba utachezwa tarehe 15 ya mwezi wa 6, huku ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara. Kimataifa, kubwa zaidi ni mwendelezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, ambapo kutakuwa na mchezo mmoja ukiwakutanisha Inter Milan dhidi ya Barcelona. Mchezo huo utakaochezwa majira ya saa 4 usiku, huku kumbukumbu ya matokeo ya mchezo uliopita ni sare ya mabao 3-3. Je, nani kutinga hatua ya fainali? Na mtazamaji, kabla ya kuhitimisha Dream habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliokuwa nayo siku ya leo. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeamuru tarehe 19 Mei mwaka huu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu apelekwe mahakamani kwa ajili ya kesi yake badala ya kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Mkuu wa wilaya Mbeya Beno Malisa amewashukuru madaktari bingwa 36 walioweka kambi katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa kwa wananchi kwa kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan za kuhakikisha wananchi wanakuwa na huduma bora. Katika michezo ni rasmi sasa, bodi ya ligi nchini imepanga tarehe mpya ya mchezo wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Yanga dhidi ya Simba uliokuwa uchezwa Machi 8 mwaka huu, ambapo sasa utachezwa tarehe 15 Juni mwaka huu. Mtazamaji, na huo ndo mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ni Dream Media TZ. Kwaheri.